Oya wanangu, katika Ielewe Mitaa, au sio? Leo bwana, leo nimewaleta Wimbledon bwana. Nadhani Wimbledon ni eneo ambalo kwa wale wanangu wacheza tennis wale, au sio? Wale wacheza tennis, ni eneo ambalo linajulikana sana kwa michuano ya tennis ya Wimbledon. Nafikiri ni dunia nzima ndio michuano hiyo inaandaliwa hapa kila mwaka. Kwa hiki kitongoji hiki bwana, ni kitongoji fulani ambacho kiko bize sana yani. Ushanielewa? Alafu kipo London, kipo katikati ya London, sio Central London, yani ni London lakini ni pembezoni kidogo. Hii ni South, hii ni South London. Ushanielewa? Maana London kuna South, kuna North, kuna East, kuna West, kuna South East. Ushanielewa bwana? Ni short kwamba London ni kubwa. Ushaona bwana? Sasa eneo hiki bwana, hiki kifake kubwa ni hiyo michuano ya tennis yani. Unaona? Hiki eneo yani ni eneo fulani ambacho kiko busy sana. Alai, mnaona mazingira Ulaya jamani. UK huwezi kufanisha na Canada, isipokuwa Canada ni kubwa kuliko UK. UK ni kisiwa, lakini kisiwa fulani ambacho kimeendelea. Ni kisiwa ambacho wazungu wao wenyewe wanatoka nchini mwao wanakimbilia hapa. Au sio? Ni nchi fulani ambayo yani miundombinu yake bado haijachoka sana, bado ipo kwenye system yani. Yani kwa sababu ogopa sana nchi ambayo wazungu wao wenyewe, mtu anatoka Poland, Romania, Germany anakuja anagombania kuja UK hapa kuja kutafuta maisha. Kwa nchi ambayo system yake iko vizuri. Ushanielewa? Hii wanangu naonyesheni nyie ili mpate nguvu. Siku mkija bwana hapa leo alipita Wimbledon, leo alikopo mita fulani hivi na hivi. Ushanielewa? Sasa wanangu, mimi nishamaliza kuonyeshea kijieneo ambacho maarufu duniani. Hapa Wimbledon nakuja kwa wale wanangu wa matentini wale. Nakuja wale wanangu wa South Africa. Wanangu wa matentini. Wale wanangu wa matentini bwana. Unajua kuna kitu kimoja, au sio? Mabaharia wa South Africa sio wote, lakini especially wale ambao wanalala nje wale ndo wana hasira sana yani. Kwa sababu wakiomba ukweli always wanaumia. Ushaona bwana? Mimi wanangu, mimi si chambi umbea. Mtu hawezi kwa Uingereza afu kachamba umbea hata siku moja, au sio? Oya, yule baharia yule niliona clip yake, sijui anakuja anaongea assalamu alaykum. Unajua kwanza ngoja nikwambie baharia. Kwenye swala la laana usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au sio? Maana naona ile kabla kuongea za kumshirikisha sana Mungu. Ushanielewa bwana? Mungu mlilie kwenye shida, lakini sio kwenye laana ambapo kama nyewe mnafanya mnaongea sana nani Mungu. Ushanielewa bwana? Bwana, Mungu ndo amekupiga hiyo laana mpaka umeingia kwenye swala la madawa. Ushanielewa? Kwanza Mungu amkubali mtu mwizi. Bwana, wewe umekaa hapo mwanangu, una kazi maalumu, una vibali vya kuishi hapo, pa kukaa huna, ndio hiyo mnalala nje kwenye matenti au mnasema tumepewa nyumba na serikali. Nyumba gani? Alafu kingine, Mungu bwana, Mungu anampa kila mtu. Ushanielewa? Ndio maana hata wewe unapoendaga kuibaga simu, unapoendaga kupiga pickpocket, Mungu anakusaidia, unafanikiwa vile vile kuiba. Na Mungu huyo ndo ambaye anakupalana. Na Mungu huyo ndo anasababisha wewe usiache madawa. Inabidi utubu. Baharia, hebu next time ukija hebu njoo soba, kwa sababu unakuja mwanangu unachamba. Yani mwanangu unga ushakula unga yani hata mdomo mzito yani unaongea kama una usingizi fulani yani ueleweki yani. Umeona? Oya, acha unga mwanangu. Acha unga. Kuna mtu atuambia ni ukweli, si vijana, acha unga. Tumeingia kiwanja kwa lengo la kutafuta maisha, inabidi tuache unga, au sio? Unga sio mtu. Mpaka nasema unga sio mtu, unga sio mzuri wanangu.
tuache unga. Baharia umeshindwa kufocus na maisha, umeingia kwenye uteja. Alafu hii imekuaje hii mwanangu? Siku hizi South Africa mabaharia ndo wanachamba kuliko wanawake. Yaani kitambo ujue, kwa sisi ambao tumekaa mtaani Uswahilini, au sio? Yaani ilikuwa kwamba ukigombana na mtu wewe nini wewe usongee sana kama mwanamke, wewe unachamba sana kama mwanamke wewe. Lakini siku hizi mwanangu mabaharia za South Africa ndo wanachamba, mademu wenyewe wanasubiri. Yaani wanachamba hatari. Yaani wanachamba hatari. Hata sijui wanachamba kwa sababu ujue kibongo bongo ujue mademu wanachamba tunaelewa, yani kipindi fulani mademu walikuwa hawana kazi za kufanya, au sio? Yaani kwamba ujue mademu ndoto wako mtaani nini ale maneno nini, kwa hiyo unakuta yani wasigombana kidogo ndo unakutani wanachamba nini. Lakini sasa hivi mwanangu, mabaharia South Africa wala nje wanachamba hao. Mademu wenyewe wanasubiri. Yaani kama uamini pita kwenye comment section utaona hapo. Wanachamba hao, tena wengine watu wazima kabisa. Oya rangu mimi ile nitawaambia ukweli na ninawapa makavu live yani. Na sitoacha kuambia ukweli. Hayo ndo maisha. Alafu mimi nipo kiwanja hapa, sio kwamba nalinga wala nini, mimi nimekuja kutafuta maisha yani. Na ndio maana Mungu anazidi kunifungulia njia. Ingia hapa toka hapa kwa sababu unaonyesha nia na malengo. Ushanielewa bwana? Siibi cha mtu, sifanyi nini kudadadeki. Unaona bwana? Sasa wewe unaiba. Mungu amekataza kuiba. Hapo nataka Mungu bwana, ndio maana oya wewe baharia. Bwana mabaharia tupunguzeni kuchamba kama mademu bwana. Mpaka mademu siku hizi wanaongea bwana nataka uchambwe. Mabaharia South Africa mtachanganyika na maisha bwana nje. Wanangu mnachamba sana yani. Kuchamba tuacheni mademu. Oya wanangu wa Matentine, leo nimewatengeneza content yenu Wimbledon wanangu, au sio? Nipo hapa at the end.